naongea na mtu kwa heshima. Unajua kila mtu ako na heshima zake. Mimi ninapokuongelesha na alafu nanionyesha madharau, hapo ndo unafanya. Wewe bro, mimi nataka kukula pesa. Pesa. Sawa. Shika wewe. Shika mtumie. Mtumie. Tuma pesa. Hello guys, welcome to JM Show. So guys, we are here now. Before you continue, ensure you subscribe, you like, you comment, and you can also share. So daktari alikuwa ametuambia tukae na Kate, Rose and Stacy. Yeah, they see on how they can solve their things. Juu mama Stacy, that is Kate, kuna vitu zenye alikuwa nazo na alikuwa anataka wasolve kama familia. Unfortunately it didn't go the way we expected, that is why we are here. Na Stacy aliniambia nitafute daktari na daktari ako hapa. So niaje bro? Mimi niko fiti, lakini siko fiti sana, ni juu amekataa kurudisha. Tuliongea na kataa kabisa. Sasa mimi tufanye aje? Daktari atatusaidia tu hapa. Sawa. So niaje mama mlezi wa Stacy? Niko poa kabisa. Uko sawa kabisa? Kabisa. Niaje Stacy? Niko poa, lakini sijafurahia sana. Hao watu nimekuja nikagundua binadamu ni mtu anaweza kuamilia mali ya mtu. Kwanza chenye mtu hajatolea jasho. Lakini tutaona mwisho wake. Niaje Lynn? Niko tu poa, lakini nashangaa mbona nika hapa tena. Nilisharudisha kila kitu. Daktari tu atakuambia mbona uko hapa. Niaje Sam? Kwa poa, kuchoka na hizo maneno zenu mimi. Kila siku kusumbuliwa kufanya nini? Niaje Kate? Kate ako sawa. Ako sawa kabisa? Kabisa mimi niko fiti. Daktari, habari yako? Niko salama, nashukuru. Nakumbuka ile kikao ambayo iliyopita, tulikuwa tumeelewana kuwa Kate ambaye ni mamake Stacy na Rosie ambaye ni mama mlezi wa Stacy na Stacy wakae chini wajadili kifamilia. Lakini najua mambo hayakuenda venye tulitarajia. Maana najua hawakuelewana kabisa. Na alafu naona pia kuna Sam na Lini. Naona wamekuja kwa kikao leo. Unajua hii safari tulianza wakiwa na Sam ni mhusika mkubwa sana. Lazima leo angekuwa. Na pia Lini kuna mambo pia alikuwa lazima kuje ashuhudie. Sasa mama Kate, habari yako? Nzuri. Uko salama? Uko salama daktari. Naona hata mimi mwenyewe najiona tu uko salama. Kabisa. Uko na afya nzuri, pesa za wenyewe zinakuwa vizuri. Sasa tulikuwa tunakuuliza kuwa vipi zile pesa za mwanao utarejesha ama? Hakuna pesa nilisema, hakuna pesa narudishia mwanangu. Mwanangu nilikubali ni mwanangu ndio. Lakini hakuna vile naweza mrudishia pesa sababu nilimzaa. Sasa kabla ya hayo yote, mimi sitaki kuanzia, lazima tuanzie nyuma kidogo. Sasa Sam, uko na mahusiano na Kate, huyu mama mlezi wa Stacy, sio? Nachoma daktari, nachoma. So ni ukweli. So nataka leo adhibitishe, maana mnakumbuka nilikuwa nishawaambia. Nataka leo adhibitishe kama ni ukweli. Sasa Sam, ni ukweli venye daktari anasema? Ni ukweli kwa kitambo, but saizi tumepunguza. Kitambo gani? Tumepunguza. Ngoja. Simtulie. Mama wapi msana tu mdogo. Unaita nani? Mambo ya shamba. Nani mama? Unaita nani mama? Ni sawa. Okay, acha. Sisi hatutaki mambo ya mambo na mahusiano, mambo ya kudate manini. Kitu yenye kwa hapa we mama Stacy, wacha turudisha tu mali yetu. Rudisha tu pesa yetu na Stacy, tutaki mambo mengi. Arudishe. Sasa acha nikwambie. Pesa yenu ama ya Stacy? Ngoja kiasi.
Sasa unakula pesa yenyewe unadaiwa ndo unanona hivi. Wewe kuna kwangu isikusumbue. Cheki, acha Hiyo ni kuelewa. kukula pesa haramu. Hakuna pesa haramu unakula. Kula pesa haramu. Hakuna pesa Tafuta haramu. boy wako kupatia pia pesa Wewe ukule. pesa ukula unaone. Nimekupea hadi. Acha kuniguzia bwana. Ulipa na nyuma sio kwa mjinga ndio ulikuwa unapeana nyuma. Mbona uliachwa? Tena bwana, si uko na bwana. Ngoja. Ngoja. Mbona ukupeana Sasa na mbele? hizi matako. Mimi napeana mbele. Usijali sitaki kujua venye nilipanua. Ni sawa basi, acha tutulie. Unajua tusijibishane hapa alafu tupoteze tu muda hapa. Daktari ako na jibu na naomba tu tumuheshimu akiwa hapa. Sasa Sam ndo asua mtu ambaye amekuwa akitumika kwa hii mambo yote. Maana hata Stacy alikuwa anamlipia karo ya shule. Kuna pesa alikuwa anamtumia ili aende alipe karo. Jamaa anaenda kujivinjari na huyu mwanamke wake. Pesa zangu Sam. Unaenda nao club. Pesa zetu unaenda nazo. Unaenda nao Rudisha pesa za wenyewe. kupea mama. Nipea pesa bro. Maana demu yangu ananipea Stacy. Unaenda nazo. Wewe nyamaza, pesa zako gani? Unajua kutafuta pesa? Unajua kuandika check? Funga mdomo. Okay, So so sasa bro ni kula pesa wenyewe badala ya kwenda shule anaenda kupelekea mama. Acha kunisumbulia. lakini bro nikuulize, ni ukweli venye daktari anasema? Ni kweli, sherehe tulikuwa tunapiga na madhe. Tulikuwa tunapiga. Na sherehe lazima tupige, si ndio tu. Lazima. Sasa pesa Mbona nizeeke na dunia inaweza kufuata kesho? pesa zetu ndio mlikuwa mnaenda kupiga nazo sherehe. Mama mnaweza anza na hii familia. Mbona tusianze? Mbona Huyu tusianze? mwenye alisema hivi kata mtoto wako. Ni sawa basi. Hebu naomba Huyu hapa. Mimi si mtoto. Huyu. Mimi ni mtu mzima. Ungejua ungeongea. Ni venye ni ujui. sawa basi. Unaweza Mimi mzalia. najua. Wewe ndio hujui kitu Yeye hiko. anajua kitu nasikia hapa ndio sababu kuna mimi. Hata mkisikia wivu. Ni sawa Yeye basi. yako. Haina shida. Unajua sisi tuko hapa kwa sababu ya Stacy. Hiyo maneno ingine wacha tu iende ikiendanga watu wakae. Lakini mimi niko na ngori. We bro, wewe si mtu mzuri. Niambie. Ile siku nakumbuka nikikuitia ka painting kangu nikakuita. Wewe mbona ulipata mama ukakosa kuniitia? Unataka nikuitie kitu tamu? Kwani mnagawana? Oh, so ile yenye nilikuitia ilikuwa mbaya. Mbona ukumuitia mnataka? Achana nayo. Achana na hiyo story. Kama hukuitwa, unajua zingine acha tu tushughulikie. Bure wewe, umezoeza bure. Acha ya bure kwa. Rudisha pesa Hapana pesa wenyewe. narudisha hata kuniguzia bwana. Hebu Nini anakushika? Usiurudishe pesa. Ile Sio utapigia. ananitaka na nishikashika hapa. Anakutakia nini? Wewe wachana na hiyo maneno yenu. Hiyo maneno Rudisha pesa. Hakuna pesa narudisha. Nilishakubali. Hakuna pesa narudisha. sawa basi. Pesa urudishi na umeparara nywele. Hiyo isikusumbue. Hii ni style Achana na yangu. hiyo. Mambo. Unajua, hebu tuheshimu daktari. Wewe sasa umeanza kumkasirisha. Mbona unamtusi Wewe amepara? mwenye unashuka nywele mbona uliachwa? Naomba Kwani tuheshimu. unamtaka? Hello, naomba tuheshimu daktari. Unajua daktari akitoa makucha hapa anaweza discipline kila mtu. Yeah, so hebu tupeleke hii maneno pole pole daktari. Sasa huyu mama unajua wamekuwa kwa mahusiano sana na huyu Sam. Hata Sam alipohusika kwa tendo la ndoa wakiwa watatu, ile siku walipatikana. Hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kwa kufanya hiyo kitendo kwa hiyo nyumba. Maana hata ni Mato alikuwa anataka kumintroduce kwa hiyo shughuli. Sasa tumekuja tukaona kuwa Sam mwenyewe anatumika vibaya na huyu mama. Anamtumia kama kiteka uchumi, maana ni anapewa pesa, Sam anapewa pesa, alafu zinaenda. Unaona kama zile pesa za shamba, ile ploti ambayo Stacy alikuwa anataka Sam amchukulie. Sam alipopewa hizo pesa zote alibebana nazo. Aliadaiwa na huyu mwanamke, akampelekea hizo pesa zote. So Sam ni ukweli venye daktari anasema hiyo shamba yenye mlikuwa Stacy alikuwa amekutumia pesa yenye ulikuwa umemwambia iko. Hata mimi alikutumia pesa ni ukweli ulipelekea Kate? Nimpelekea yote kwa sababu ilikuwa inabidi tufanye investment na yeye. Na sasa angeenda na hizo pesa. Na wewe sasa Stacy, wewe Stacy nini? ulikuwa unachukuaje hizo pesa? Unachukuaje pesa zetu unapeana Pesa kwa zako sababu na nani? Baadaye mtu anasoma. Mtu anasoma anajua kutumia Hebu pesa. sawa, ni sawa. Acha tuachie hapo. Sam asha confirm hiyo ndio kitu tu yenye tulikuwa tunataka. Sasa hata huyu Sam mwenyewe hizo pesa zenye alikuwa anapewa za karo, si nimesema kuwa hakuwa analipa pesa zote.
Sasa hata mwenyewe anasema amesoma na hajamaliza hata hajagraduate. Maana akona madeni, baada akona madeni shuleni. Najua aliwadanganya kuwa amegraduate lakini baada hajagraduate. So Sam, pesa ulikuwa unatumiwa school fees huko unalipa na mlikuwa mnaenda mnaenjoy. Ni kweli? Sasa nisipige sherehe. Muulize. Nisipige sherehe. Muulize baba. Mwambie sherehe lazima tupige. Sherehe na pesa zetu. Pesa zenyu Wewe ni wazimu nini? Wewe ni maskini una pesa bwana. Sawa, ni sawa basi. Sherehe lazima. Na wewe unategemea mwanamke mwingine kupea mwanamke mwingine. Sasa nani ndo maskini? Huyo mwanamke ndo mjinga. Sawa basi, daktari. na utapata wewe ndo mjinga mkubwa hapa. Ni sawa, acha tusikie. Hizi kwa mjinga. Ujinga zipata pesa. Usijaribu kuita sweet moyo wangu mjinga bana. Wewe ni nani bana? Who are you? Na wewe bado unanitia sweet moyo mjinga. Hebu nyamaza. Daktari atafanya vibaya, unarudisha pesa. Wewe na wacha kujitisha na daktari. Daktari ni nini? Uamini. Daktari anafanya kitu mbaya. Wewe tulia, ulishaachwa. Sawa basi. Acha tusikize daktari. Daktari. Hebu tupe mwelekeo. Unaona hapa kuna kiburi kubwa sana. Naona anajigamba. Nimeona huyu mwanamke ako na kiburi na hiyo kiburi ndio mimi napenda. Mtu akiwa na kiburi sasa ndo anarahisisha kazi yangu, maana kiburi mimi nachukia sana kiburi. Sasa hatujakuja kuharibu muda hapa na hatujakuja kugombana ama kurushiana cheche za matusi ama kurushiana maneno. Kile ambacho kimetuleta hapa ni zile pesa ambazo we mama uko nazo na uko nazo kwa simu. Ni M-Pesa na kwa bank account. Maana tukisema utume kwa M-Pesa hazitatosha. Wewe utatuma zile ambazo uko nazo, utajumulisha urudishie mwenyewe pesa. Hakuna pesa narudisha daktari. Tuma pesa. Hakuna pesa narudisha, nilishasema hakuna. Kutolea jasho. Daktari, unaona huyu mtoto kama nilishakubali mimi ni mzazi, nilikubali mimi ni mama, nilimzaa. Na sasa mbona nimrudishie pesa? Nilimbeba miezi 9 tumboni. So ni kama pia mimi Unitoe kafara, si unizae. na kukutoa kafara manini. Hakuna pesa na kulipa kwa sababu kama nilikuzaa na nimeshakubali wewe ni mtoto wangu, mbona nikurudishie pesa? Mimi daktari hakuna pesa narudisha. Mbona mwenyewe angekupea hizo pesa unataka kujilipa kwa njia nyingine ambayo si halali? Mbona mwenyewe angekupea hizo pesa? But mimi hakuna pesa namrudishia. Hiyo nimekataa. Sam nikuulize, ulikuwa unajua huyu Kate alikuwa anataka kutoa mtoto wake kafara? Yeye aliniguzia tukiwa tu kwa bed siku moja. Na uko tu comfortable. Kwani Unalala tu inanusu nini? Inanusu wewe ndio kafara next. Ni sawa, acha ni. So ulikuwa unajua. Sasa unamuuliza hapo comfortable, ulikuwa unataka fanya nini na mimi? Ni sawa basi. Tucheze na yeye. Tulikuwa tunalala. Kalongo. Tulikuwa tunacheza kalongo kwa kitanda. Basi. Kwa kitanda tunacheza kalongo. Hebu Sam, acha tutulie. Sasa Stacy. Naam. Unakumbuka toka mwanzo nimekuwa nikikuahidi kuwa lazima nitakusaidia mpaka ule wakati ambao utakuwa unarudi kazini. Kila kitu chako kitakuwa kimerejeshwa. Ndio nakumbuka. Tulikuwa shapata zile stakabadhi nyingine za nyumba na shamba. Lakini sasa tuko kwa ya pesa. Baada ya hapa kuna mengine kama ile logbook. Ndio. Unajua mambo ni polepole tu. Hatuwezi harakisha. Sasa mama, Sikiza daktari. unajua naongea mimi huwa naongea tu polepole na kuuliza polepole. Ukiona ni kama ulikuwa unatarajia daktari mtu mwingine, sasa mimi ndo daktari. Mimi ndo nimekuja kukutibu. Utuambie kama hizo pesa ama unarejeshea mwenyewe pesa ama urejeshi. Mimi hakuna pesa narudisha daktari. Siwezi rudishia mtoto pesa. Aje sasa. Na mimi nilimbeba miezi 9 tumboni. Mbona nimrudishie pesa? Kama hata nimejilipa juu nilimbeba nikateseka. Rudisha. Hakuna pesa narudisha daktari. Sawa. Kama ilikuwa pesa kujilipa, narudisha. acha tu nikwambie kitu moja. Kama ilikuwa kujilipa, wewe ungemuomba tu. Vitisho tumetishwa siku hizi mingi. Hakuna pesa narudisha. Unajua Unaona ni vitisho baridi. Hizo ni vitisho baridi. Sawa basi, Hakuna acha tunarudisha. ni sawa basi mama. Mama, ningependa kuuliza swali. Sasa ile wakati ambapo ulimtupa angetolewa kafara, hizo pesa ungepata wapi? Sasa kwa sababu hawakutolewa, nilishapata hizo pesa Uko nazo. na siwezi rudisha. Ndio maana ulikuwa unataka kumtoa Sasa kafara. niko nazo ndio lakini upate siwezi pesa. rudisha, sawa? Siwezi rudisha. Ni Sababu sawa. hata mimi nilitaka kumbeba miezi 9. Nilikuwa naenda clinic na shughulika hadi ni mzae. Mbona nirudishe pesa? So ni short ulijilipa? Investment. Ulikuwa unajua ni wako? Mimi mambo yake nilishamtoka. Sasa pesa ndio nimesema siwezi rudisha.
Silimbeba miezi Pesa 9. zangu utarudisha. Silimbeba hizo miezi 9. Ungenitoa basi. Nikaenda clinic, nikamzaa. Alafu sasa nimrudishie pesa kama nani? Ya nini? Aniite nani? Lakini clinic huko Aniambie bure wimbo iko gani? investment. Aniambie wimbo gani huko sasa? Ni Hakuna sawa pesa basi, narudisha. daktari. Unaona kiburi tu, si ndio? Hakuna kiburi hapo, pesa hakuna narudisha. Hapo naona pale amefika. Hapo sasa mimi sina budi. Ila ni kupea tu amri mwanangu Stacy. Ili aweze kupata adabu. Unajua hiyo kiburi yako nayo. Tutashindadia tu hapa. Sasa nataka nipunguze hiyo kiburi kidogo. Na ili aweze kutuma hizo pesa. Maana hata simu yenyewe si yako nayo hapa. Ni kitu ambayo nisema hakuna kitu mtafanya. Anataka kujionea, anataka kudhibitisha. Hakuna kitu mtanifanya. Sasa Stacy, Naam. nilikuwa na ombi. Ulikuwa unataka apata adabu gani ndo aweze kurejesha hizo pesa? Utapata adabu. Ningependa awe kichaa. Awe kichaa. Nataka awe kichaa. Unaona ikifikia hatua Wewe nitakuwa kichaa. mtoto mpaka ana huruma, hataki hata kujali venye mamake atadhirika. Ina maana yenyewe mamake amemfanyia vibaya sana. Hiyo ni dhuluma. Na kwa hivyo mimi sina lingine. Nitakupea amri. Wewe sasa uko na komandi. Muulize kwa mara ya mwisho kwanza. Juu kila mtu anakuwa na second chance. Muulize kwa mara nyingine. Madam Kate. Utaregesha pesa zangu? Tarudisha pesa zetu. Hapana, sirudishi. Haya. Utaregesha? Labda kula dabi yake. Unaona? Tulikuambia rudisha pesa zetu. Unaona unakataa? Sasa mwambie mtu wa kazi. Daktari. Naona hapa. Mimi hata akitaka acheke mpaka jioni. Ama acheke kwa masaa 12. Mimi sina shida. Lakini iwapo atawajibika kurejesha pesa zenyewe, tutaweza kumhurumia. Lakini unajua hii ni kionjo tu. Akitaka nitaongeza. Tafadhali punguza daktari. Uliambiwa urudishe pesa. Utarudisha? Siwe Samsi umekuwa hii kwa hii maneno. Mbona usimwambie? Nilikuwa naona hii ni mzaa, tumekuja kuharibu hapa muda. Na mimi sifurahiangi nikiharibu muda. Unajua kuna watu huko nje wanahitaji msaada wangu. Na sasa mimi nikishinda hapa na kuna kitu kinafanya. Sifurahi kabisa. Enda huko. Sasa yeye ana regret mbona hakurudisha pesa yenyewe. Nataka apate adabu kidogo. Hebu songa sikuze daktari. Songa huko. Stacy unaweza sema nini? Mimi ateseke tu hivyo. Mimi sina shida. Bora pesa baadaye zirudi. Ateseke kidogo. Yeah. Leta pesa zetu. Songa huko. Tunajua rudishia huyo ndo mwenye mali. Mrudishie. Unajua nimesema kwamba yeye mwenyewe alikuwa na kiburi, aligairi maagizo. Tulikuwa tumemwambia Wangu tafadhali daktari. lakini ulikuwa Ongelesha. Wewe hapana. Unajua ke angalia tu. Tarudisha tafadhali. Si ulikuwa unamsupport? Tarudisha daktari tafadhali. Rudisha wewe sawa. Stacy. Unaweza sema ni Mimi bora baada ya hapa pesa zangu zirudi. Toka hapa enda huko na wewe sawa. daktari, kazi yako ni safi sana. Kazi nzuri. Guy, Daktari. unajua anataka niongeze. Mfanye huko kanongolongo. Hiyo kalongolongo yenu kwa kitanda ndio hiyo. Wacha daktari. Tusaidie awe sawa. Rudishe tu akuwe sawa tafadhali daktari. Tusaidie. Mimi hata saa yake niguza mimi siwezi msaidia. Maana aliyemuuza ni ule ndio ana command. So ni Stacy ako na command. Stacy, hebu muulize kama atarudisha. Rudishia huyo. Kate. Nilikwambia ukusikia. Sasa unaona ile unapitia. Kate. Nilikwambia Utaregesha pesa. Utaregesha pesa. Umeamua kurudisha? Utarudisha. Utaangalia. Pesa zangu. Rudisha. Daktari. Wacha endelee. Aendelee kidogo. Hiyo kiburi mbaya ananiletea mimi. Wewe. Acha endelee. Tusukume muda.
mimi ningetaka aendelee kucheka mpaka jioni, lakini kwa vile unajua pia atamhurumia mtoto wake, atamhurumia kama iwapo atakubali kutuma hizo pesa sahi. So unajua Stacy, wewe ndio utaamua time atatuma. Unajua wewe ndio uko na command. Kutumia pesa zako, mwambie kutumia, acha uko na pesa kutumia. Kama unajua ako nayo tafadhali, uko na access to simu yake, niko nayo, acha mimi nimtumie basi, najua ataweza. Acha mimi niwatumie tafadhali. So unajua vitu zake zote? Mimi najua. Sisi nimekuwa na yeye, tulikuwa naye kwa nyumba, najua. Sawa basi, mtumie. Weka kwa hii namba. Sisi pesa zako bro, itakuwa mkora. Nitolee simu. Ama sasa unataka Mato tuambie daktari? Nipe namba. Tuambie daktari. Tafadhali sisi nipe namba. Nipatie namba tafadhali, nipe namba. Ama iandike mwenyewe tafadhali. Mimi nitakubali kama yeye mwenyewe anitumie. Ashakubali. Mimi nitatuma kwa sawa, mimi nitatuma. Wewe bro, mimi nataka kukula pesa. Sawa. Shika weke. Shika mtumie. Mtumie. Tuma pesa. Anatuma mara 2. M-Pesa na kwa bank. Okay. Kuna mara 2. Si M-Pesa na bank. Lazima zifike 400. Lazima zifike 400. Ebu number. Ongea na mtu kwa heshima. Unajua kila mtu ako na heshima zake. Mimi ninapokuongelesha na alafu nanionyesha madharau, hapo ndo unafanya natoa makuta yangu na mimi. Sasa unajua tulikuwa tunajaribu kumuongelesha tu kwa heshima. Kwa pole tunamwambia kwa arejishe pesa. Yeye anasema amejilipa, maana kwa sababu aliuza miezi 9. Ebu confirm hiyo ni ya M-Pesa. Ebu hiyo ni ngapi ametuma? Hebu angalia. Amenitumia 150. 150. Sawa basi. Tuma hiyo nyingine. Shika simu. Tuma hiyo nyingine. Tuma hiyo maneno, hiyo story. Wewe unataka kutumia ukule wewe bro. Wewe sina kujua wewe. Acha maneno yako bana. Wewe tume pesa. Baada ya hapa tunaenda kwa logbook sasa. Baada ya hapa tunaenda kwa logbook. Mato jipange na logbooks. Juu daktari amesema kutoka hapa ni logbook tunaendea. Logbook. Ukishika daktari utabaki hivyo. Hebu eka amount tuone ni ngapi. Anatuma tu yote sasa hivi. Una confirm? Anatuma tu yote, tafadhali msaidie, itakuwa sawa. Ile mtu yako na command ni Stacy. Ashatuma. Sasa hata ukiambia daktari hawezi kusaidia. Tafadhali tusaidie. Ametuma. Ndio ametuma, ona ameconfirm. Asante sana. Na fee yangu utatuma. Tusaidie tu sasa. Pia yetu tutatuma. Yetu bro, nini somesha wapi? Daktari, hebu confirm kama hiyo pesa iko kwa nini? Iko kwa simu. Ndio ametuma 250, tafadhali turejee tafadhali. Acha Stacy ndiye anaamua. Si mimi sina kitu yoyote hapa. Stacy msamee. Nipe muda. Wacha kutupeleka mbio. Wacha nione hiyo simu ya Stacy. Hebu peana simu hapa. Peana simu daktari angalie. Ashatuma zote sio? Sasa kuna hii message ya kwanza. Tunakuambia usikie. Ya kwanza ni 150 alafu na 250. 250 ndio hiyo. Kwanza hiyo M-Pesa ndo anaweza reverse, lakini wacha ajaribu sasa hizi. Songa huko bana, hizo pesa hizi reverse. songa hapo huko ukatuambia. Ametuma tafadhali. Akwe sawa tafadhali. Afadhali akwe sawa. Sasa angalia. So unajua mimi hata angeendelea hivyo mpaka kesho. Hata angeenda nyumbani bado kama anacheka. Hata ingekuwa mzuri akienda nyumbani hivi. Awe funzo kwa wengine. Hata Paula jua anaishi na nani. Songa huko. Kwanza wewe nusu ni vizuri sana unajua. Hata huyu ananitoroka je, nabaki peke yangu je tafadhali. Wasana wote kinitoka nabaki ni aje, ameniacha. Huyu ananitoka na kwa wazimu, mimi natembeaje je tafadhali. Nitaishi aje? Hata huyu daktari, mtoto wangu. sikiza Kwa vile ashatuma
mimi sina budi ungewacha tu achie hapa. Kwa vile ashakubali ameshatuma na najua sasa kiburi kimeisha. Na iwe funzo kwenu nyinyi wengine. Watu wa kuzoea mali ya bure, hata wewe Teddy. Iwe funzo, mtu yeyote kuna mali yetu. Na iwe funzo. Mtu yeyote kuna mali yetu, arudishe moja kwa moja. Hata wewe iwe funzo kwako. Mimi niko funzo hadi. Kuna mwingine alikuwa na kiburi. Kuna mwingine alikuwa na kiburi kama yeye. Sasa yeye haiko ya kucheka, ilikuwa ya kulia. Alilia kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa unajua tulikuwa tunajaribu kumwongelesha, lakini sasa yeye alikuwa anaona, alikuwa anataka kudhibitisha kama yenyewe huyu daktari atanifanyia nini. Lakini sasa najua asha confirm. Kedu unafeel aje? Sitarudia tena kukula vitu za haramu. Utarudia? Unasikia venye unahema? Umechoka? Sasa ni hivyo tu, imagine. Na hiyo ilikuwa kionjo tu. Samehe mwanangu. Sitarudia tena. Utarudia? Samehe. Usiwahi rudia tena. Na hiyo ikuwe funzo. Mtu yeyote ako na mali yetu arudishe mara moja. Mimi niko na logbook yako. Sawa, tusikize. Sikia daktari kabla mpitie. Naomba tutulie. Naomba tutulie. Daktari, tupe mwelekeo. Sasa baada ya hii wale watu wenye wako na hizo logbook wako tu hapa. Sasa ingekuwa ni vyema wajitambulishe. Sasa daktari, simedhani kila kitu tumemaliza leo. Daktari mchana amemjua pesa. Na business sio nini? Tushamaliza kila kitu. Ama kuna mtu mwenye ako na logbook? Kuna mtu ako na logbook hapa hivi. Daktari, si mimi dhani mmeniita ndio hii story imeisha leo. Itaisha bana. Sasa unajua yote itaisha iwapo hizo logbook atakuwa amerejeshewa na hizo business permits. So kuna zile business permits zenye walikuwa wamefungulia business nazo. Afidhani daktari. Sasa hiyo story itaisha. Unajua najibu huyu msichana anaitwa Lynn. Hiyo story itaisha iwapo hizo vitu zote zitakuwa zimerejeshwa. Ila kama hazitakuwa zimerejeshwa bado tutaendelea tu hivyo. Na kila mtu mhusika mwenye amehusika kwa hii story yote lazima ukweli utakuja kuwekwa wazi na atarejesha kila kitu ambacho anamiliki yenye si yake. Daktari, si ungesema tu huyo mtu kama aka hapa juu wengine wetu tuko na kazi ya kufanya daktari. Unajua anapeana ni chance mtu ajifikirie. Lakini sasa iwapo mtu atajifikiria hapo sasa ndo tutakuja kuangalia. So daktari anasema kama uko na mrudishe logbook na hizo mabusinesses zenye alikuwa amefungua. So ensure that umerudisha. Na tusikuje tena kurudi kwa daktari. Hata mimi nimechoka kuja hapa. Mnaniita kila saa. Mimi niko na kazi ya kufanya nyi watu. Hata sisi tuko. Mimi sasa sitakuja mkiniita. Izaida mwenye ako naye ajitokeze saa hii asema anarudisha. Ni nani yule ako nayo? Hakuna. Hasira. Ati nalipia some fee na some aendi shule, some anaenda sherehe. Some pesa zangu utaregesha. Ama ni wewe uko na hiyo logbook? Ni sawa basi. Niingilia tu. Ngoja hata nivumi. Wacha. Sawa tusikize. Nilijionea. Kitu nilijionea. Mimi siwezi guza kitu ya mtu tena. Sitaki vitu za bure. Hata kama sidhani kama niko na kitu ya mtu sana. Mimi sitaki sina kitu ya mtu. Mimi tumemaliza hiyo story. Experience. Nishawaambia daktari akiwaambia kitu fanyeni tu. Mimi nimepitia hapo, hata naogopa tu daktari. Ni sawa basi daktari. So wape tu warudishe, si ndio? Isifike tena kwa daktari. Mimi ongekuwa wazuri waseme tu niwape muda kama masomo mawili waende warejeshe mwenyewe. Wape tu hiyo masaa mawili alafu warejeshe. Basi hiyo iko sawa. Sasa Sam na Lynn, najua mshajua kile kimewaleta hapa. Si mshashuhudia kile kitu ambacho kimewaleta hapa. Najua ule wakati mlikuwa mnauliza mbona mko hapa. Sasa narudia kwa mara nyingine. Mtu yeyote mnajua kuna logbook ya huyu msichana Stacy awe tayari aende within 2 hours akuwa amerejesha. Hiyo ndio kitu naweza sema sasa. Sawa. Asante sana daktari. At least Stacy anaendelea kusmile. Umepata sasa 400. Bado hizo logbooks na business permit. Ni sawa daktari. Nimeshukuru sana daktari. Nimefurahi.
Nimefurahi sana. Unajua Na kama jinsi nilikuambia mwanzo, mimi ndio najua jinsi nitakulipa. unajua pia mimi nafurahia sana. Mimi huwa nafurahia nikisaidia mtu akipata kila kitu ambacho alikuwa amedhulumiwa labda. Mtu akipata haki. Hiyo ndio ukua furaha yangu. Sawa. So wacha tungoje hizo 2 hours.